Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ametangaza rasmi uamuzi wake wa kustaafu siasa na utumishi wa umma huku akijiuzulu nafasi yake ya uongozi ndani ya serikali. Taarifa hii imetolewa leo tarehe 25 mwezi Agosti mwaka wa 2026 ambapo kiongozi huyo wa ngazi ya juu kitaifa amebainisha kuwa tayari ameshamwandikia barua rasmi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kumjulisha kwa kina kuhusu uamuzi huo pamoja na nia yake ya kujiuzulu wadhifa huo wa makamu wa rais. Uamuzi huu umeweka msingi wa mabadiliko makubwa katika safu ya uongozi wa juu ya nchi na kuleta mjadala mpana katika medali za kisiasa na kiutawala. Katika kufafanua mchakato mzima wa kuachia ngazi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameeleza kuwa uamuzi huu wa kuachia ngazi utaanza kufanya kazi rasmi tarehe 4 mwezi Septemba mwaka wa 2026. Kiongozi huyo mwandamizi wa serikali amesisitiza kuwa amechukua hatua hiyo kwa kuzingatia matakwa na misingi ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatua hii inaweka wazi ufuatiaji wa taratibu za kisheria na kikatiba katika kipindi hiki cha mabadiliko ya kiutawala, ikizingatiwa kuwa katiba ndiyo chombo kikuu kinachoongoza miundo ya uongozi na majukumu ya viongozi wakuu wa serikali. Akiingia kwa undani katika kueleza mazingira na chanzo cha uamuzi huo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi amerejea ahadi aliyoitoa kwa mkuu wa nchi tarehe 27 mwezi Agosti mwaka wa 2025. Kiongozi huyo amekumbusha kuwa tarehe hiyo aliahidi kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na taifa kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu mkubwa, huku akiahidi pia kuachia nafasi hiyo endapo rais angeona anahitaji makamu mwingine wa rais ili kufanikisha malengo ya utendaji wa serikali. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameeleza kwa uwazi zaidi kuwa amejiridhisha pasipo na shaka kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anatamani mabadiliko katika utendaji na hivyo ameamua kutimiza ahadi yake aliyoitoa awali. Maelezo hayo yanayoonyesha msingi mkuu wa kisiasa na kiutawala uliomfanya kiongozi huyo wa ngazi ya juu kuchukua uamuzi wa kujiuzulu na kutoa nafasi kwa mabadiliko yanayotarajiwa ndani ya serikali. Hatua hii inaleta mtazamo mpya kuhusu uelewano wa viongozi wakuu na namna wanavyoshirikiana katika kuweka maslahi ya uongozi mbele. Uamuzi huu wa makamu wa rais unajiri huku kiongozi huyo akitangaza kustaafu kabisa siasa za utumishi wa umma, hatua inayomtamatishia safari yake ndefu ya kiutendaji katika sekta ya umma. Daktari Emmanuel Nchimbi amesisitiza kuwa pamoja na hatua hiyo ya kustaafu siasa na utumishi wa umma, ataendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Uamuzi wa kuachana na shughuli za kisiasa na utumishi wa umma unajidhihirisha idhimisho ya jukumu lake katika nafasi ya maamuzi ya kiserikali na kiutawala. Katika taarifa yake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na chama tawala Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani kubwa walioonyesha kwake katika kipindi chote cha utumishi wake. Shukrani hizo zinaonyesha ushirikiano uliokuwepo kati yake na viongozi wenzake pamoja na taasisi hiyo ya kisiasa iliyompa fursa ya kuhuduma katika nafasi mbalimbali za uongozi kitaifa. Mbali na kutoa shukrani kwa viongozi na chama, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi amewashukuru pia Watanzania kwa ushirikiano mkubwa waliompa wakati wote alikokuwa katika utumishi wa umma. Kiongozi huyo ametambua mchango wa wananchi katika kuunga mkono juhudi zake wakati akitekeleza majukumu ya kitaifa. Kutambua ushirikiano wa
wananchi kunaonyesha jinsi utumishi wake ulivyokuwa ukiguza nyanja mbalimbali za kijamii na kiutawala nchini. Muktadha wa kisiasa unaozunguka hatua hii unaonyesha uzito mkubwa wa maamuzi wa katika uendeshaji wa shughuli za kiserikali na mfumo wa uongozi wa kitaifa. Uamuzi wa kiongozi huyo mwandamizi kujiuzulu na kustaafu siasa unafungua sura mpya ya mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, huku wadau mbalimbali wakitafakari mwelekeo wa kiutawala na mabadiliko yanayoweza kujitokeza ndani ya baraza la mawaziri pamoja na safu ya uongozi ya juu ya serikali baada ya kiongozi huyo kuondoka madarakani. Mfululizo wa matukio yaliyopelekea kufikia kwa uamuzi huu unajidhihirisha kuwepo kwa utekelezaji wa ahadi za kiutendaji zilizowekwa kati ya viongozi wakuu wa nchi. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameonyesha mfano wa kutimiza ahadi yake ya kumpisha kiongozi mwingine pindi mahitaji ya utendaji yanapobadilika. Jambo linalofanya tukio hili kuwa la kipekee katika historia ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania. Athari za moja kwa moja ya uamuzi huu zitaanza kuonekana wazi katika mfumo wa uongozi wa kitaifa pindi tarehe iliyowekwa ya kuachia ngazi itakapowadia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itatarajiwa kupitia mchakato wa kikatiba ya kujaza nafasi hiyo itakayobaki wazi ili kuhakikisha muundo wa utawala unakamilika na kuendelea utekelezaji wa shughuli za maendeleo ya nchi kama mujibu wa sheria na katiba za taifa. Ushirikiano uliokuwepo kati ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na chama tawala cha Chama cha Mapinduzi unastawirisha ya nidhamu ya kisiasa na uelewano wa ndani ya taasisi hiyo wakati wa vipindi vya mabadiliko ya kiutawala. Hatua ya kiongozi huyo kutoa shukrani za dhati kwa chama chake na wananchi wote inaimarisha misingi ya amani na utulivu wa kisiasa wakati serikali ikijipanga kumpokea makamu wa rais mpya atakayefanya kazi na mkuu wa nchi. Mchakato mzima wa kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi utafikia kilele chake rasmi tarehe 4 mwezi Septemba mwaka wa 2026 endapo uamuzi huo utaanza kutekelezwa rasmi kwa mujibu wa taratibu za kikatiba. Hii inajiri baada ya shughuli za mishemishe na nyenzo zilizokuwa zikiendelea ndani ya chama, wengi wakitafsiri kuwa Emmanuel Nchimbi ameondokea siasa na kustaafu katika uongozi ili kuondokea makasiriko na yale ameyaona ndani ya serikali inayoongozwa na Samia Suluhu Hassan.